Ni mchezo wa robo finali ambapo mchezo huo ulitakiwa kuchezwa leo tarehe 14 ya mwezi wa 4 2025 katika kiwanja cha Kibigija uliopo Jambiani, ambapo mchezo huo ulitarajiwa kuchezwa na timu mbili, timu ya ZMA na timu ya ZSF, lakini mambo yalikwenda mrama, timu tatu zikijitokeza katika kiwanja hicho kwa ajili ya robo finali, timu hizo zikiwa ni Zeko, ZMA na ZSF. Moja kwa moja tumsikilize kocha msaidizi wa timu ya ZMA ndugu Hasir Mohamed Hasiri akielezea kuhusu mchezo huo kwa upande wake. Baadaye tukaja kusikia baada ya siku tatu nyuma hapo tukaja kusikia kwamba Zeko wamekata rufaa, wamekatia ZRA, sio ZMA ambao tunacheza nao karibuni, wamekatia ZRA ambao wamecheza nao nyuma wote, na rufaa ile wameshinda. Cha ajabu sasa, kwa sisi sasa tunajiandaa na robo finali, sisi hatukuwa maamuzi hayo. Kwa Zeko wameshinda rufaa yao, kwa hivyo nyinyi ZMA hampo tena. Hatukuwa sisi maamuzi hayo. Sisi tukasikia nje tuko watu tu, tukasema hapana, sisi kama taasisi na kama ambao tunapaswa kwamba ni washindi wa pili, tuje tukafuatilia ofisi za tatu kuambia hivyo kwamba kweli mimi nimetolewa kwa sababu kadha ambazo wanazijua wao, lakini hawajatumika kifungu cha kanuni wala hawajatumika sheria yoyote. Tumeambiwa kama wenzenu mkata rufaa yao imeshinda kwa kanuni hivi, hawajatambua. Kwa hiyo tukasema hapana, sisi bado tuna haki ya kulilia hapa. Tukaamua tufanyeje? Tukaamua tukate rufaa shirikisho la mpira Zanzibar ZFF. Tukata tukaelezea, na baadaye baada ya kufuatilia ile maamuzi yao wakathibitisha kwamba kweli hawa Zeko wamekosea. Kwa hivyo ile haki ikarudi tena kwetu. Ndio leo hii tumekuja uwanjani kwa haki hiyo, na bahati nzuri na kale barua hiyo ya rufaa yetu wamepelekewa Zeko, wamepelekewa Zatu. Still wameng'ang'ania msimamo wao, kwamba wao wanasema ZMA hawaitambui. Pana nini hapa? Akizungumza kwa niaba ya msemaji mkuu wa taasisi ya ZMA ndugu Ali Mohamed ametoa ufafanuzi kuhusu mechi hiyo pamoja na kuutaka uongozi kufuata sheria na kanuni za mpira. Siku hizi kila kitu kinaleta ushahidi, na ushahidi ndio huu, hakuna maneno matupu. Ingelikuwa maamuzi hayajatoka walikuwa wao sahihi katika maamuzi yao, lakini uzuri maamuzi yameshatoka. Kwa hiyo wao wanaipinga kamati ya ZFF ambao wenye mpira wao. Kwa hiyo kama hutambui mpira wa Zanzibar au huheshimu, hata na wewe hutoheshimiwa. Na uzuri hizi ni taasisi za serikali, kwa hiyo si kitu kizuri ambacho kuweza kumuuliza mwenzio kwa sababu ya wewe labda ufuate unachotaka wewe. Hapana, mpira unaongozwa kwa kanuni na sheria zake. Kwa hiyo moja ya kanuni yao ambayo wao wenyewe ndani ya kanuni ya mashindano yao ipo kwamba kuna kipengele ambacho ZFF watakaposhindwa huko chini kufanya maamuzi watatumia kipengele cha au sheria za ZFF kupitia wenyewe ZFF. Kwa hiyo ina maana sheria za ZFF huwezi kuzitumia wewe bila kuwashirikisha wenyewe ambao wao wanakuruhusu kufanya hapo. Sisi tulipokwenda hatukupata haki yetu. Kwa hiyo kama wao na chini inasema kabisa hichi mwisho ya nini inazungumza hivi hichi kitu, naomba ni unukuu kidogo, naomba inukuu mstari. Pia haki ya rufaa imeelezwa kwa upande uliokuwa hujaridhika na uamuzi wa kamati hii. Ina maana kama hujaridhika na uamuzi wa bado una haki wewe tena hawa wakwenda kukaa nao kamati ya ZFF wakapeleka malalamiko yao, kitu ambacho hicho hakikufanyika. Kwa hiyo wao wanatakiwa kama hajaridhika na hii barua warudi kwa ZFF wakae nao tena. Kwa hiyo hivyo sisi tunafuata mpira tukao kwa kanuni, sio mapenzi ya mtu, sio maamuzi ya mtu kama bado ameamua hivi. Na ndio heshima ya mpira ulivyo. Haya mashindano wao wanajaribu kuyaendesha kikanuni, kwa sababu kama muhusika mwendeshaji wa ligi anaanza kuvunja yeye kanuni, maana yake hataona tabu, maana yake kwa timu yote kuvunja kanuni. Kama wanaamua kupeleka bwana sheria ziwe hizi, basi nao wanatakiwa zifuate, sio wanatunga sheria ambazo wao wenyewe wanashindwa kuzifuata na kuelekeza. Kwa mfano kama unasema mimi bwana ndani ya sheria zangu nitaendesha mashindano kikanuni, lakini ikitokea hitilafu mimi muamuzi wangu wa mwisho utakuwa ni ZFF. Baadaye mwisho wa siku huyo muamuzi wako unasema ZFF anakupa agizo unasema silitambui. Sasa ni vitu ambavyo kidogo vinakuwa vigumu kuelewa hususan kwa sisi. Kwa upande mwingine, timu zilizokuja katika kiwanja hicho tulikosa ushirikiano nao. Zura Salim, SK Online TV.